Pachis TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ. Ndugu wapenzi watazamaji wa television ya Kanisa la Katoliki nchini Rwanda, hamjambo. Siku ya leo basi ni furaha kubwa kwa sababu ni mambo ambayo hamuyazoei kwa kipindi hiki. Ni kipindi mnakikumbuka, ni kipindi kile cha Kiswahili, tujifunze Biblia takatifu katika lugha ya Kiswahili. Basi mlikuwa mnazoea mimi peke yangu nikiwa nafundisha Biblia takatifu, lakini siku ya leo mimi nimependa ili muweze kupata waalikwa, wageni waalikwa waheshimiwa. Mtasikia watakachowaambia siku ya leo. Wanataka wachangie mambo tofauti katika Biblia takatifu. Ni kwa ile fursa ya kumaliza vile vitabu vitano vya Mose. Ni vitabu vitano vya Mose, nadhani kwamba tuliwahi kuviona kuanzia kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Kutoka, kitabu cha Mambo ya Walawi, kitabu cha Hesabu na kitabu cha Kumbukumbu la Torati au Kumbukumbu la Sheria. Sasa siku ya leo basi nimependa tufanye muhtasari. Muhtasari mambo yake inamaanisha kuwa ni kufupisha ujumbe kutoka kwa kila kitabu kwa ufupi, lakini nimependa nivifanye nikiwa pamoja na waalikwa. Kabla hatujaanza na maombi, ninapenda tuombe mkiwa mmeshaona wageni wetu wakati wanajitambulisha ili mjue mko pamoja na wanani. Ninaanzia kwa mkono wangu wa kulia. Mgeni wetu mheshimiwa, ninapenda ajitambulishe kwa watazamaji wa television. Karibu kaka. Asante padre kwa kutualika kwa television hii. Mimi jina langu Rangira Jean-Marie Vianney, niko Mkristo Katolika wa parokia ya Regina Pacis kwa kijiji cha Kibagabaga. Shukrani za dhati, tutachukua mengi kutoka kwako. Acha nikaelekee kwenye mkono wa kushoto, na wewe mheshimiwa waweza kujitambulisha kwa watazamaji. Asante sana Baba Janvier kwa kunialika leo kwa television hii ya Katoliki nchini Rwanda. Mimi ni Kabano Jean-Jacques, Kristo Katolika wa parokia Regina Pacis. Nafurahi kuwa na nyinyi leo, tuchangie mambo mema, mambo matakatifu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Asante. Asante sana. Shukrani za dhati ziwafikie nyinyi nyote kwa kuitikia mwaliko ambao tumewapa. Sasa kabla hatujaingia kwenye kipindi, tumshukuru Mwenyezi Mungu na kumwalika awe pamoja nasi, atutumie Roho Mtakatifu aweze kutusaidia na kupeperusha kila kitu ambacho kitatendeka siku ya leo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu liye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini tuokoe katika maovu. Amina. Salamu Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa kuliko wanawake wote, na mtoto wa tumbo lako Yesu amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amina. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo, sasa na siku zote na miaka ya milele. Amina. Tunakusifu Mwenyezi Mungu, tunasema asante kwa kuwa ni wewe mwema, kimbilio letu, tegemeo letu, kwa sababu siku ya leo umetulinda na umetutendea mema, ukitupa afya na uwezo wa kuja mbele zako ili tuweze kusaidia wana wako waweze kujua kinachoendelea katika mambo unayotuomba ni kutoka kwa Biblia takatifu. Tunakusifu basi kwa wakati huu, tunategemea kwamba utakuwa pamoja nasi. Tutumie Roho Mtakatifu aweze kutuongoza ili mambo tutakayotendea hapa
yaweze kusaidia wengi. Tunawaombea na hao ambao watafuata kipindi hiki ili waweze kujinyakulia mengi. Wageni wetu uwamiminie baraka ili waweze kutusaidia wakati huu. Asante Mwenyezi Mungu, asante kwa yote. Ninakuomba machache yote ni katika jina la Yesu Kristo, Mungu na Mwokozi wetu, milele daima na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Haya basi, karibu wakati huu. Basi maombi tumeshabarikiwa, Mwenyezi Mungu ameshatubariki. Ni wakati wa kuendelea na kipindi chetu. Nimeshawaambia kwamba niko pamoja na wageni. Mkono wa kulia tuko pamoja na Rangira Jean-Marie Vianney, naye anatoka kwenye parokia hii ya Regina Pacis. Ni kigango cha Kibagabaga. Pamoja na mkono wangu wa kushoto ni Kabano Jean-Jacques, mnakumbuka, na yeye ni kigango cha Kibagabaga, wanaishi kwenye kijiji kimoja. Asante sana kwa kuitikia mwaliko wa siku ya leo. Tutakachozungumzia nimeshasema ni kuangalia ujumbe wa kwa ujumla, muhtasari wa vitabu vitano vya Amosi. Basi acha tukaanze. Mimi mnanikumbuka ni Baba Janvier. Tunaanza na kitabu cha Mwanzo. Tukisema mwanzo kuna mambo ya kuanza, utangulizi, mwanzo. Mwenyezi Mungu basi alikuwa pamoja na mambo hayo yote mnayo yasikia. Ndio sababu nikianzia hapa kwenye mkono wangu wa kulia nikuulize, mwanadamu alitoka wapi? Kaka Rangira, mwanadamu alitoka wapi? Karibu. Mwanadamu kama vile tunavyoisoma katika kitabu cha Mwanzo, katika Biblia kitabu cha Mwanzo, tunaona kwamba mwanadamu aliumbiwa na Mungu. Na Mungu alimuumba akisha baada ya kuumba viumbe vingine vyote, kisha akamuumba Mungu ili atawale vile viumbe vyote vilivyoumbwa na Mungu. Mungu aliumba ulimwengu, Mungu aliumba dunia, Mungu aliumba mtu sababu aliona ni vyema mtu atawale hayo yote, na akamuumba kwa sura yake, akamuumba akimpenda, na akamuumba kusudi afanane naye kwa matendo na awe na tabia kama za Mungu, kwa upendo, kwa ushirikiano, na kwa yote. Asante sana, asante kwa ajibu. Mwenyezi Mungu aliumba mwanadamu akiwa nampenda. Sasa alimwambia kwamba aliumba mtu, akasema kwamba ninamuumba kwa namna yangu, kwa sura yangu. Basi akamubariki, akamwambia kwamba wewe utatawala kila kitu cha hapa duniani. Sasa kaka Kabano, wewe ukiwa unafikiri, unaweza kufikiri, mwanadamu aliendelea kuwa mtakatifu kama alivyoumbwa na Mwenyezi Mungu? Hamna hata kidogo. Mwanadamu aliumbwa bila dhambi. Kabla akaanguka kwenye dhambi, wakwenda mbali ya mema na mambo Mungu alikuwa anamwambia, akamkataza kutenda, alafu yeye vile vile akaenda akatenda ambayo Mwenyezi Mungu akumwambia. Ukweli huo. Sasa mwanadamu alianguka kwa dhambi. Dhambi ya asili basi ikazuka kwa sababu ya kuwa mwanadamu hakufuata mlorongo Mungu aliomuonyesha. Ninapenda kaka nikuulize, mambo hayo tunayoyasikia ni ya zamani, ya siku za zamani. Wakati huu tulipata Yesu kama mkombozi, alikuja kutukomboa. Je, mwanadamu angala natenda dhambi au alishakoma kutenda dhambi? Maana yake alishasimamisha kwa sababu alipata mkombozi Yesu Kristo. Watuambia nini? Ndiyo, mwanadamu kama tunaviona kwa Agano la Kale alikuwa mzaifu na akaanguka kwa mshawishi ya Shetani. Sasa akakuwa mwenye dhambi, na hata leo hii mwanadamu angali mzaifu sababu huyo Shetani angali. Lakini tofauti tunayo leo, tumempata mkombozi Yesu Kristo, na hiyo dhambi ya asili ilipata
ilipata jibu kwa ubatizo. Wakati tunapopewa sakramenta ya ubatizo, tuna hiyo dhambi ya asili inaondoka, lakini sio kusema kama mwanadamu yu hai hata hivi angali mwenye dhambi, lakini kwa lufu, kwa msalaba wa Yesu tumepewa huruma ya Mwenyezi Mungu. Kila mara tunapoomba msamaha kwa Mungu tunasamehewa, sababu tuna Yesu Kristo aliyekaa kuume kwa Baba. Kila mara anatuombea msamaha, anatuombea huruma, anatutetea kila mara kwa sababu ya damu Asante. yake ya thamani aliyomwaga kwenye msalaba wa Kalvario. Asante. Tunapewa msamaha, kila mara tunapewa msamaha. Kaka Kabano, ninajiuliza kama mwanadamu aliyeumbwa siku hizo aliangukia kwenye dhambi, ndiyo, lakini kuna mtu ambaye kwenye macho ya Mwenyezi Mungu alionekana ni mtu mwema. Huyo mtu ni Noa. Sasa Noa alijiongoza namna gani ili aweze kushinda vishawishi vya siku hizo? Asante. Noa ametenda mema, akenda mbali na vishawishi vya ibilisi. Akafata Mwenyezi Mungu, akatenda mema, akaongoza upendo wa Mwenyezi Mungu, akaenda mbali kabisa na kukataa kusikia na kujibu mambo ya ibilisi. Shetani alikuwa anataka kumjaribu. Siku nyingi tunaanguka kwa dhambi tukitaka kujibu na kuingia kwenye ubishi na shetani. Tunajikuta tumekwenda mbali ya Mwenyezi Mungu, na ndio shetani anakuwa pale kila siku anachonja na chonjo zake hizo za kutupeleka mbali ya Mwenyezi Mungu. Basi Noa akawa mtu mzima, akafata mema, akafata mrorongo Mwenyezi Mungu alikuwa niweka kwa umbile la mtu bila dhambi. Asante sana, asante. Sasa kwa mambo hayo ninakumbuka kitu kwenye kitabu hiki cha Mwanzo. Unaona kuwa namna gani Noa alivyojiongoza. Basi baada ya mvua ya gharika ni mvua nyingi iliyonyesha ili weze kumaliza kila kiumbe duniani, isipokuwa Noa na familia yake walioponea chupu, wengi walikufa. Lakini ninakumbuka mtu ambaye aliwahi tena kuwa mwema kwenye kitabu hiki cha Mwanzo. Huyo mtu ni Yosefu. Yosefu mnamjua. Yosefu ni mchoro, tutaona kwamba ni kama mchoro wa Yesu Kristo. Wenzao, ndugu zake, walimtendea mambo mabaya, lakini yeye wakati alikutana naye na ndugu zake aliwasamehe, namna Yesu alivyosamehe wale ambao walimuua. Sijui wewe kwa Yosefu unayemuona hapa duniani wazindulia watu nini ili waweze kumuiga? Kaka Rangira. Ndiyo, Yosefu ni mfano mzuri kwa sisi wa Kristo wote, ya kusema mtu akikutendea mabaya wewe umtendee mema. Na ndiyo ile Yesu Kristo anatuomba sisi wote tupendane. Lakini Yosefu hata alikosewa na wandugu zake, yeye alizidi kuwa mtakatifu, kukuwa hai. Yeye hakufanya mabaya, na wakati alikuwa madarakani hakulipiza hiyo mabaya kwa ndugu zake, aliwafanyizia mema. Na sisi wa Kristo wa leo hii, Yesu Kristo anatuambia tupendane, na tupende wale wanaotuchukia, na tupende watu wote, sio ndugu zetu tu. Kuwe tofauti kati yetu na wapagani na wasio muitika Mungu. Sisi tuwe kama Yosefu, sisi tufuate yale Yesu anayotuomba kuyatenda. Asante. Tuwe tofauti baina ya Mkristo na muhuni. Muhuni yule ambaye
hajaongokea Mwenyezi Mungu. Basi sina la shaka la kutoka kitabu hiki na kuelekea kwenye kitabu cha Kutoka, kwa sababu nimewaambia kwamba ni muhtasari kidogo mupate ujumbe kwa ujumla. Ujumbe kutoka kitabu cha Mwanzo tumeshaupata. Sasa acha nikavuke nikielekee kwenye kitabu cha Kutoka. Basi tukisikia kitabu cha Kutoka, tunatoka tukitoka mahali tukielekea mahali mengine. Tumeshasema kuhusu Yosefu. Yosefu aliteremkia Misri na wenzao wote wakateremkia Misri, wakapata miaka na miaka. Lakini wakati wa Farao na wana wa Misri waliwatumia vibaya, kama wanyapara, kama vibarua, kama nini, watumwa. Ndio sababu wakati huu tunasikia kutoka, wakati unawadia ili waweze kutoka mahali hapo waelekee mahali mengine Mwenyezi Mungu alipowatayarishia. Sasa Mwenyezi Mungu alitumia mtume, tunamuita Mose. Unajua nini kuhusu Mose kaka? Asante. Mose ni mtume ambayo Mwenyezi Mungu alitumanisha kwa kabila yake, alikuwa amejichagulia kabla kuteremka Egypti huko. Mungu akamtumanisha ye mwenyewe kurudi kwenda kukomboa. Mtume akamtumanisha kwenda kuongoza na kufanya yoyote ili watoto wa Israeli watoke huko warudi kwao nyumbani. Yeye ndiye alikuwa na njia, yeye ndiye alikuwa na uongozi wa kuongoza watoto na wa Israeli na kuwarudisha kwao. Ni ukweli, Mungu alimuona wakati alikuwa kwenye mlima Sinai, wakati alikuwa anachunga mifugo ya baba mkwe wake Yetro. Sasa kamtokea, kamwambia, siku ya leo nimesikia kilio cha wana wangu wa Israeli ambao wanatumiwa kama punda huko Misri. Jaribu uende, ninakutuma uende uelekee huko Misri uwatoe pale. Sasa Mose alienda, ndio alielekea Misri. Alifanya kila kitu ili aweze kusaidia wana wa Israeli watoke huko. Je, mambo yalikuwa rahisi au yalikuwa magumu kaka Rangira? Mambo hayakuwa rahisi, sababu Farao hakupenda kuwaacha kabila la Mungu, kabila la Israeli watoke ndani ya nchi yake ya Misri, sababu aliwatumikisha kama watumwa. Hakukuwa anapenda waende. Lakini tunaona Musa kwa agano la Mungu anapeleka kabila la Israeli kutoka Misri, na tukaangalia hii njiani kutoka Misri mpaka jangwani, Mungu alifanya miujiza mingi, sababu kulikuwa mapigo. Mungu alitumana kwa watoto wa Misri kusudi Farao awaachilie kabila la Mungu liendelee. Lakini Farao alikuwa na roho ngumu. Ni ukweli. Ijapokuwa alikuwa na hiyo roho ngumu, lakini mpango wa Mungu ulipashwa tendeka, na kabila la Mungu likavuka mpaka kufika jangwani. Na wakati walifika kwa mlima wa Sinai, na Mungu akafanya tena agano nao, sababu ya mapendo. Mungu aliendelea kupenda kabila lake. Asante sana, asante kwa maoni yako. Sasa ninaona kwamba wakati wa wana wa Israeli wanafika, wameshavuka bahari ya Shamu, wamefika jangwani, walianza kumlalamikia Mwenyezi Mungu. Ninajiuliza, walilalamikia Mwenyezi Mungu na kulalamikia Mose mtumishi wa Mwenyezi Mungu kwa sababu gani? Unaweza kujua namna gani? Kwa sababu iliyokuwa chanzo cha kulalamikia Mwenyezi Mungu, hao wana wa Israeli walikosa nini? Asante. Kwa kweli wamekosa kutizama mbali. Ndiyo. Mwenyezi Mungu alikuwa amewaokoa
mambo wao wanatendeshwa kwa nguvu, akaonesha nguvu zake kwenye mikono mwake. Kufika huko jangwani, aniwapa kila kitu. Amewapa maji ya kunywa kabla hapokuwepo maji, akawapa nyama za kula, lakini wenyewe wakazidi kulalamika. Kila kishawishi kidogo wanalalamikia Mwenyezi Mungu, wanaonekana kama hapo jangwani mambo ambayo anawatendea si mema kulipo sehemu walikuwa yuko. Ndiyo, kulikuwa na watu ambao wanasema kwamba tujiunge, tufanye mkutano ili tuangalie viongozi ambao watatusaidia ili tuweze kurudi huko Misri. Unajiuliza kama Mwenyezi Mungu anakutendea mambo mema, lakini wewe unataka kurudi huko mbali, unataka kurudi nyuma. Hicho si kitu kizuri. Na wakati huu wa leo, ukiangalia mtu anatendewa na Mungu mambo mazuri, lakini yeye anataka arudi nyuma. Sijui kaka Rangira, namna aina ya watu hao wangali hapa kwenye wakati tupo sasa hivi? Ndiyo, nafikiri kwa siku hizi hatuweze tukawacheka wana wa Israeli wakati walikuwa jangwani, wakilalamika, wakitaka mingi kushinda yenye Mungu alikuwa aliwapa. Hata leo sisi wa Kristo ingalipo Mungu anatufanyizia mema mengi, lakini tunapenda sisi wenyewe tumwambie anayopashwa yafanya. Na japo tungelikuwa wanyenyekevu, tunamwacha Mungu yeye aongoze maisha yetu, na sisi kwa roho zetu tuwe wenye kushukuru kwa yote Mungu anayotufanyizia. Asante sana. Asante, hatuwezi kuwacheka kwa sababu tangia mwanadamu alipoumbwa anazidi kuwa mudhaifu. Ni mtu mudhaifu sana wakati ambaye anakosa umakini ndani mwake, anaanguka. Na sisi tulipokombolewa na damu ya mwana kondoo ndiye Yesu Kristo, tusipoangalia vizuri tunaanguka. Watu hao wana wa Israeli walikuwa kwenye agano la kale. Yesu Kristo hakuwamwagia damu wakati huo, lakini wakati huu sisi tulimwagiwa damu na mwana kondoo. Tungari tunaangukia kwenye matope ya dhambi. Lakini tunapaswa tumuombe Mwenyezi Mungu ili aweze kutusaidia wakati tunaposhughulikia mambo ya kuwa watakatifu. Inanipasa niingie kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, kitabu kinachotuomba kuwa watakatifu. Kinatuomba kuwa watakatifu namna gani? Wana wa Israeli wakati walikuwa jangwani, walikuwa wanaitwa na Mwenyezi Mungu waache mambo ya ulalamishi na kulalamika, au watafute kuwa watakatifu. Kuna namna ya kuwa wanapaswa kuwa watakatifu. Kuna ibada walizokuwa wanatoa. Kuna sadaka walikuwa wanatoa ili waweze kuwa watakatifu. Sasa siku ya leo kaka Kabano, tunapaswa kuwa watakatifu tunaitwa. Mimi ni kasisi, padre. Ni njia niliyochagua ili niwe mtakatifu. Nitafute utakatifu. Wewe ni bwana wa familia. Ulichukua njia hiyo ili uweze kuwa mtakatifu. Je, unafanya namna gani kwenye familia yako ili uweze kuwa mtakatifu? Utafute utakatifu pamoja na mkeo na watoto, unafanya nini? Asante. Njia ya utakatifu tunaikuta kwenye Agano Mpya. Ni njia fupi ambao mkombozi wetu mwana kondoo ametupa kupitia kwa damu yake. Nasema njia fupi kwani natuomba vitu vidogo. Haituombi mambo mengi, inatuomba kuwa na upendo. Upendo kama niliojipenda mimi peke yangu. Nipende mwenzangu kama jinsi nilivyojipenda. Ile nikimpenda mwenzangu kama jinsi nilivyojipenda, siwezi nikamtendea mabaya, siwezi
mfanya hata ikiwa kwenye familia yangu au familia ya jirani, nitawafunza na nijitahidi kuwa kama mwalimu ambao watanifata nipeleke ile ujumbe wa amani, wa upendo ambao Yesu Kristo alituambia. Ni ukweli huo, ni ukweli. Asante. Asante. Ujumbe umeshatoka, ujumbe tumeshausikia. We mwalimu wa kusaidia wengine, ikiwa ni nyumbani kwenye familia yako, ikiwa ni kwenye jirani zako, ni kuwasaidia waonyeshe upendo, huwezi kuwatendea mambo mabaya. Sijui hapa kwenye mkono wangu wa kulia, wewe utafanya nini, unafanya nini ili mutafute utakatifu? Kwa sababu kwenye familia yako mlichukua njia hiyo ili mutafute utakatifu. Pamoja na familia yako mnafanya nini cha kuwasaidia ili muweze kuwa watakatifu? Asante Padri. Nikirudi nyuma kidogo, Mungu akiona udhaifu wa binadamu na akiona mwanadamu anateswa sana kwa dhambi zake, alitupatia sheria, akatupatia amri 10 za kufuasa, kusudi yule yote anayefuasa hizo amri 10 awe mtakatifu na awe mfano mzuri na awe na maisha mema, maisha bora, awe mwenye heri hapa duniani. Na tangu Yesu Kristo alipoanzisha kanisa, alipoanzisha eklesia, na eklesia nayo ilitia hiyo njia sisi wa Kristo wote tunayopashwa fuasa kupitia sakramenta 7. Na ndio hivyo sasa kwa maisha yetu, tukipenda kukua wenye heri hapa duniani, ni muhimu tufuase hizo amri 10 za Mungu na tuwe mfano kwa wengine. Kama vile ndugu Kabano amesema, Yesu alituambia mupendane. Najua amri ya kwanza inayopana amani, inayopana uheri ni amri ya mapendo. Kama unapenda mwenzako, hauwezi ukamfanyizia vibaya, hauwezi mfanyizia yale usiyopenda na wewe wengine wakutendee. Asante kwa mchango wako. Umechangia vizuri namna gani utakavyofanya kwenye familia yako na kuwashauri wengine. Acha tukavukie kwenye kitabu cha Hesabu. Kitabu cha Hesabu nitachukua mjadala mmoja. Wakati wana wa Israeli walimlalamikia Mwenyezi Mungu, wakalalamikia na Mose, nyoka wakali walikuja wakawauma, wakaanza kufa wakiwa wengi. Sasa Mwenyezi Mungu, wakati wana wa Israeli walilia wakamulilia, Mwenyezi Mungu aliambia Mose, nende ukatundike msalaba, utie nyoka wa shaba, atakayetazama nyoka huyo kwenye msalaba atapona. Wengi hawakuvifanya, lakini walivyovifanya walipona. Sasa wakati huu unaangalia ni mchoro. Yesu Kristo wakati huu ukienda kuangalia msalaba wa Yesu, maana yake ukibadilisha mwenendo wako na kuwa kutafuta utakatifu kuangalia Yesu, unapona. Je, wewe ukiwafikia watu wawaambia nini watu wa siku za leo ili waweze kumtazama Yesu na kubadilisha mwenendo yao mibaya? Asante. Watu wa dunia leo, mimi nawaambia kama haiko kama wakati wa Agano la Kale, mtu anakuwa anatoa sadaka ya kukombolewa na kutolewa dhambi. Leo hii Yesu amekuja mwenyewe, akateremka jinsi la Agano la Kale lilikuwa linamfanya kwa mchoro ule wa ile nyoka imetundikwa nyoka ya shaba. Leo ikiwa mimi mwenyewe na wengine nawaambia
Yesu ni mwema, Yesu ni mzima. Kwenye ule mti wa msalaba ndio alitukomboa kwa damu yake. Kwa damu yake ya thamani. Asante. Damu yenye baraka, damu yenye nguvu. Ukimtazama ukimwambia, Yesu nioshe, niwe mtakatifu kabisa, nioshe na damu yako. Yesu yuko tayari kukusaidia. Kabisa. Basi acha tukaangalie kwenye kitabu chetu cha Kumbukumbu la Sheria na Kumbukumbu la Torati. Sasa kwenye kitabu hiki tunaona ni kurekebisha Kumbukumbu la Sheria. Msema kukumbuka, unakumbuka vitu ambavyo uliwahi kuona. Kumbukumbu basi wanakumbuka, wanarekebisha. Na sana tunaona ahadi Mwenyezi Mungu alipoagania wana wa Israeli. Aliwaagania kwamba atawapa nchi. Nchi ya ahadi ni nchi Mwenyezi Mungu alipowaagania akisema kwamba atawapa nchi yenye kutiririka asali na maziwa. Je, ahadi hiyo waliwahi kuiona au walingojea na kusubiri kupata jibu zuri? Agano hiyo naweza kusema kila mara Mungu akipoagania agana na mtu, yeye ni mtakatifu. Kila mara agano lake linatimia. Na hiyo nchi ya agano Waisraeli waliingia ndani na walipata kweli hayo Mungu aliyowaambia. Nchi ya Kanaani ilikuwa nchi kweli nzuri yenye kutiririka asali na maziwa. Asante sana. Wakati huo waliaganiwa nchi, lakini wakati Yesu aliporudi mbinguni, alipopaa mbinguni, alituagania Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu tunapaswa kumpokea. Wewe uko tayari kupokea Roho Mtakatifu? Niko tayari kumpokea Roho Mtakatifu kama vile wakati nimpokea wakati napewa sakramenti ya kipaimara. Asante sana. Wewe uko tayari kupokea Roho Mtakatifu? Nipo tayari, na hiyo ndio sala yangu. Kila mara namuomba Roho Mtakatifu aje aniongoze. Kila mara ninamtaka Roho Mtakatifu. Kila mara Roho Mtakatifu aje kwangu, aishi ndani mwangu, aniongoze. Shukrani basi. Ninapenda muweze kukumbusha watazamaji wa televisheni yetu, nyinyi waalikwa mmekuwa wanani? Ndiyo, mimi ni Mkristo Katolika. Jina langu Jean-Marie Vianney Rangira. Ni Mkristo wa parokia hii ya Regina Pacis. Natoka kwa kijiji ya Kibagabaga na niko Mkristo anayependa Mungu, anayependa kanisa. Shukrani. Na wewe? Jean-Jacques Kabano, Mkristo Katolika wa parokia Regina Pacis. Asante sana. Asante watazamaji wa televisheni ya kanisa la Katoliki. Nami ni Baba Jean Shimirimana, baba anayetumikia kwenye parokia ya Malkia wa Amani Regina Pacis. Ninataka niwashukuru kwa kuwa mmefuata kipindi hiki na kubarikiwa kwa muhtasari huu wa vitabu vile vitano vya Amosi. Tumsifu Mungu na tumshukuru kwa kuwa amekuwa pamoja nasi. Asante Mwenyezi Mungu, asante kwa yote, asante kwa kipindi hiki. Umetusaidia na kutupa busara na hekima ili tuweze kusaidia wengine wenzetu. Asante kwa kila yeyote anayebarikiwa kutoka kipindi hiki. Uzidi kubariki waalikwa hawa waheshimiwa Jean-Jacques Kabano, Jean-Marie Vianney Rangira. Wabariki na ubariki familia zao na ubariki kila yeyote ambaye anapenda neno lako. Asante Mwenyezi Mungu, asante kwa yote. Ninaomba haya yote ni katika jina la Yesu Kristo, Mungu na Mwokozi wetu milele daima na milele. Amin. Malkia wa mitume utuombe, Malkia wa amani utuombe. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mubarikiwe nyinyi nyote. Pacis TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ.